DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Rubani wa Marekani alitoweka baada ya kudunguliwa kwa ndege ya Marekani na Iran wakolewa. Rais wa Lebanon anataka mazungumzo na Israel kuepusha uharibifu zaidi. Na Papa Leo wa 14 kutoa baraka maalum za Pasaka huko Vatican. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema rubani wa Marekani aliyetoweka baada ya Iran kudungua ndege ya kivita ya Marekani amepatikana katika operesheni ya uokoaji iliyohusisha ndege kadhaa za kivita. Trump amesema rubani huyo amejeruhiwa lakini atakuwa sawa. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social mapema leo, Trump amesema rubani huyo alijificha katika eneo la milima la Iran. Rubani huyo alikuwa ametoweka tangu siku ya Ijumaa baada ya Iran kudungua ndege ya kivita ya Marekani aina ya F-15E. Wakati huo huo, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kimesema leo kuwa ndege kadhaa ziliharibiwa wakati operesheni hiyo ya Marekani ya kumtafuta rubani wake nchini Iran. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim. Mapema leo, jeshi la Iran pia limesema limedungua droni ya Israel kusini mwa mkoa wa Isfahan ilipoangushwa ndege ya Marekani. Beirut. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesisitiza leo Jumapili wito wa mazungumzo na Israel, akisema anataka kuepusha eneo la kusini mwa nchi yake dhidi ya uharibifu wa kiwango kinachoshuhudiwa katika ukanda wa Gaza. Katika taarifa iliyopeperushwa kupitia televisheni baada ya Israel kufanya mashambulizi ya angani na ya ardhini dhidi ya kundi la Hezbollah na kuharibu vijiji kadhaa kusini mwa Lebanon, Aoun amesema ni kweli huenda Israel inataka kulifanya eneo hilo la kusini kama ilivyofanya Gaza. Ameongeza kusema Gaza iliharibiwa na zaidi ya watu 70,000 kuuawa na mwishowe ikaingia katika mazungumzo. Amesema anataka mazungumzo hayo ili kuokoa makazi ambayo bado hayajaharibiwa. Istanbul. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameelezea wasiwasi kwamba vita vya muda mrefu vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaweza kupunguza zaidi msaada wa Marekani kwa Ukraine, huku vipaumbele vya kimataifa vya Washington vikibadilika na Kiev ikijiandaa kwa msaada mdogo wa makombora ya ulinzi wa anga aina ya Patriot yanayohitajika zaidi. Katika mahojiano na shirika la habari la AP jana Jumamosi mjini Istanbul nchini Uturuki, Zelensky alisema Ukraine inahitaji sana mifumo ulinzi wa anga ya Patriot iliyotengenezwa na Marekani ili kuisaidia kukabiliana na mashambulizi ya kila siku ya Urusi. Wakati huo huo, Ukraine imeharibu maeneo kadhaa ya Urusi katika mashambulizi mapya ya droni dhidi ya sekta ya mafuta nchi hiyo. Haya yamesemwa leo na maafisa nchini Urusi. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, gavana wa eneo la Nizhny Novgorod Gleb Nikitin amesema droni 30 za Ukraine zimedunguliwa. Nikitin ameongeza kuwa vifusi vilivyoanguka vilisababisha moto katika vituo viwili vya kampuni ya taifa ya mafuta huko Lukoil. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Rome. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameongoza misa yake ya kwanza Pasaka kama papa kwa kutoa wito wa tumaini dhidi ya ghasia za vita inayoua na kuharibu, na kusema watu wanahitaji ujumbe huo wa matumaini kwa wakati huu ambapo migogoro inaenea kote ulimwenguni. Leo, Papa wa kwanza mzaliwa Marekani, amehutubia waumini katika uwanja wa Mtakatifu Petro huko Vatican uliopambwa kwa mawaridi meupe ambapo maelfu ya waumini walikusanyika. Papa Leo aliwasihi waumini kudumisha matumaini mbele ya vifo vinavyonyemelea kupitia udhalimu, ubinafsi wa kibaguzi, katika ukandamizaji wa maskini na kutoajali wanyonge. Baadaye atatoa ujumbe maalum wa kitamaduni kwa wakazi wa Roma na dunia nzima unaojulikana kama Orbi et Orbi. Kulingana na mafundisho ya Biblia, Pasaka husherekewa kuadhimisha ufufuko wa Yesu Kristo. Hatimaye Abuja.
Wanamgambo walivamia jana Jumamosi kituo cha polisi kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuwaua polisi 4 na pia kulenga kambi ya watu waliokimbia makazi yao. Haya yamesemwa na jeshi nchini humo katika wakati ambapo nchi hiyo inakumbwa na ongezeko la ghasia za itikadi kali. Polisi inasema magaidi wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la Boko Haram ISWAP walishambulia makao makuu ya polisi ya tarafa ya Nganzai katika jaribio la kuteka mji huo ulioko chini ya umbali wa kilomita 100 kaskazini mwa Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kundi lingine la wanamgambo itikadi kali lililenga lango la kambi inayohifadhi wakimbizi wa ndani huko Damasak karibu na mpaka na Niger. Katika taarifa, polisi imesema washambuliaji hao walimuua afisa ulinzi wa kujitolea na kuteketeza takriban nyumba 20 za nyasi. Imeongeza kuwa katika mashambulizi yote hayo mawili, polisi na wakazi walijitolea na kujibu haraka kukabiliana na washambuliaji hao. Nizhny Novgorod Gleb Nikitin amesema droni 30 za Ukraine zimedunguliwa. Nikitin ameongeza kuwa vifusi vilivyoanguka vilisababisha moto katika vituo viwili vya kampuni ya taifa ya mafuta huko Lukoil. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Roma. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameongoza misa yake ya kwanza Pasaka kama papa kwa kutoa wito wa tumaini dhidi ya ghasia za vita inayoua na kuharibu, na kusema watu wanahitaji ujumbe huo wa matumaini kwa wakati huu ambapo migogoro inaenea kote ulimwenguni. Leo, Papa wa kwanza mzaliwa wa Marekani, amehutubia waumini katika uwanja wa Mtakatifu Petro huko Vatican uliopambwa kwa mawaridi meupe ambapo maelfu ya waumini walikusanyika. Papa Leo aliwasihi waumini kudumisha matumaini mbele ya vifo vinavyonyemelea kupitia udhalimu, ubinafsi wa kibaguzi, katika ukandamizaji wa maskini na kutoajali wanyonge. Baadaye atatoa ujumbe maalum wa kitamaduni kwa wakazi wa Roma na dunia nzima unaojulikana kama Orbi et Orbi. Kulingana na mafundisho ya Biblia, Pasaka husherekewa kuadhimisha ufufuko wa Yesu Kristo. Hatimaye Abuja. Wanamgambo walivamia jana Jumamosi kituo cha polisi kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuwaua polisi 4 na pia kulenga kambi ya watu waliokimbia makazi yao. Haya yamesemwa na jeshi nchini humo katika wakati ambapo nchi hiyo inakumbwa na ongezeko la ghasia za itikadi kali. Polisi inasema magaidi wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la Boko Haram ISWAP walishambulia makao makuu ya polisi ya tarafa ya Nganzai katika jaribio la kuteka mji huo ulioko chini ya umbali wa kilomita 100 kaskazini mwa Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kundi lingine la wanamgambo itikadi kali lililenga lango la kambi inayohifadhi wakimbizi wa ndani huko Damasak karibu na mpaka na Niger. Katika taarifa, polisi imesema washambuliaji hao walimuua afisa ulinzi wa kujitolea na kuteketeza takriban nyumba 20 za nyasi. Imeongeza kuwa katika mashambulizi yote hayo mawili, polisi na wakazi walijitolea na kujibu haraka kukabiliana na washambuliaji hao. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.